Mimi naitwa Selemani Mbung'o, ni meneja wa mgodi wa Kabora Ndejeni ulioko Nyarugusu katika kijiji cha Maemelo. Na maana huu mgodi kwa maarufu unaitwa Sansiro. Watu wamezoea kuita Sansiro. Hebu tueleze kama meneja mtendaji, nyingine ni utaratibu gani ambao mnafuata? Utaratibu tunaofuata kwamba ni kwanza la msingi na la muhimu, kwanza tuna ajili watu ambao wana afya ya kutosha. Pili, wenye akili timamu. Tatu, wenye kutimiza umri kuanzia miaka 18 kuendelea juu. Alafu pia katika kuajiri wale watendakazi tayari tunawapa maelekezo na mafunzo kwa ajili ya kazi wanaoanza kuifanya. Kwa sababu anaweza kuwa ni mchimbaji ametokea maeneo mengine lakini hajazoea mazingira yetu. Hivyo tayari tuna vitu ambavyo tunavipitishia kwa wasimamizi ambao ndio wapo kila siku kwenye kila duara. Kabla hajaingia kazini anapewa taratibu na kanuni anazopaswa kuzitumia. Kwanza awe amevaa mavazi yanayomkinga na ajali inaweza kujitokeza au yanayoweza kumwezesha kufanya kazi zake kwa ufanisi bila kuleta ajali. Kiwemo gumboot, kiwemo kofia ngumu, kiwemo mavazi yanayomeremeta kwa ajili ya kuwa kama atakuwa ndani ya giza wanaweza wakafanya nini? Wanaweza wenzake wakamwona kwamba mwenzetu yuko huko. Unaona? Kwa hiyo viatu gumboot, safety, alafu mavazi kama hili nililovaa lakini wao inakuwa ni mazito kwa ajili ya shughuli nzito alafu na kofia ngumu. Unaona? Alafu wakati mwingine kama ni watu wanaoweza kutumia mikono pale lazima wawe na gloves kwa ajili ya kujikinga na matatizo yaliyomo ndani ya shimo. Wanatumia masuala kama nyundo na vitu vingine vinaitwa moko, kwa hiyo lazima wawe na gloves kwa mle ndani. Alafu wanakuwa na vitu vinavyokinga hewa chafu mle ndani mle. Hivyo yule mtu anapokuwa ametimiza yale ndio tunamruhusu kuingia mwenye shimo na kuanza utendaji wa kazi mle ndani. Na katika kuhakikisha kwamba mtu yule anakuwa salama tunatumia ni masaa 8, natakiwa atumie masaa 8 mle ndani ya shimo kwa ajili ya kuwakinga kuwa na uchovu. Halafu pia kuwakinga na matatizo yanaweza kujitokeza kwa ajili ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Inaweza kujitokeza madhara mbalimbali ikiwa ni pamoja na njaa, aidha kiu na mambo mengine yanayofuatana na mtu kuwa amefanya kazi kwa muda mrefu na kazi ambazo huwa ni nzito sana za mgodini. Hivyo wanapokuwa wameingia kazini pia wanakuwa na wasimamizi ambao tayari wanaingia nao mle ndani ya mgodi chini. Kwa hiyo yule msimamizi yeye ana mafunzo maalum ya kukagua kwanza eneo linalofanywa kazi kabla kazi haijaanza, kuona kama kuna kihatarishi chochote kinachoweza kusababisha ajali. Mfano, naona sehemu kama hii kuna rompwa hiyo ya winchi, kuna hizo nyaya zinazoingiza umeme. Sasa vile vyote lazima vikague. Kuna timba ambazo zimefunga kwenye kuta za mashimo haya, zile timba zinaweza kuwa zimeteguka. Kwa hiyo msimamizi anatangulia kwanza kabla ya anakagua lile eneo. Akishaona kwamba ni salama salimini ndio anaruhusu watu kuanza kazi. Na hivyo ikitokea la dharura, kama limetokea la dharura, msimamizi anatoa taarifa kwa wote ambao wamo mle ndani, wanaweza wakaondoka kutoka nje aidha kwenda sehemu ambayo ni salama, kwa sababu maduara yetu haya tumeyachimba kwa namna ambayo yana sehemu zingine ambazo unaweza mtu kwenda kukimbilia kwa ajili ya kuepuka ajali. Hivyo wanapokuwa wamemaliza ile kazi unaona kuna mawasiliano hapo, wanawasiliana kwamba muda umefika, watu wanatoka. Kama ni kuna shifti 2, duara itakuwa na shifti 2, itaingia shifti nyingine. Kama ni shifti 1 basi itakuwa imekomea hapo. Na ili kuhakikisha kwamba watu wameingia ni wangapi, wametoka ni wangapi, tuna daftari ambalo linasajili watu wakati wanaingia na wanasaini wakati wametoka. Pia kuna ubao ule ambao tayari tunaandika kwenye ubao pia na kwenye daftari. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameingia kwa pale kwenye ubao, hata kama amekuja mtu yoyote anaweza kauliza kwamba fulani yuko wapi, unamwambia fulani yumo ndani, kwa sababu watendakazi wa juu wako sehemu ile na watendakazi wa chini wako sehemu yao. Kwa hiyo tunajua fulani yumo ndani hajatoka. Aidha fulani yumo ndani kwa kipindi gani? Maana kuna watu wengine wanaweza wakaingia kwa dharura. Kuna kwa mfano kama mafundi matimba, wale huwa hawana muda maalum wa kuanza kazi. Ni pale inapokuwa imejitokeza dharura, kwamba labda timba zimeteguka sehemu au kuna kazi na kwenda kuchukua vipimo kwa ajili ya kufanya kazi ya kufunga timba. Kwa hiyo yule yeye hana muda maalum, ila naye lazima aandike pale na kusaini. Na huyo fundi matimba yeye wakati anaingia sasa, kuna watu tunaita wakaguzi wa mgodi.
yule mtu ndiye anaingia na fundi wa matimba, kwa sababu yule inspekta wao tunawateua kufuatana na fani hiyo ya kufunga matimba, ndio tunawateua baadhi ya wafunga matimba. Kwa hiyo wale ndio wanakagua kazi za wale wafunga matimba. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba kinachofanyika kina uhakika wa kuzuia ajali yote inaweza kujitokeza. Asante. Kwa majina naitwa Kasiki Daudi Kasiki. Mimi ni meneja msaidizi katika mgodi wa Kabore and Jane Gold Mine ulioko Mawemeru, Nyarugusu katika mkoa wa Geita. Sisi tunashukuru waandishi wa habari wamekuja ili kuweza kuona tunafanya nini. Hii tunaishukuru sana. Serikali tunaishukuru Jambo TV. Kipindi kilichopita tulikuwa tunapata shida nyingi katika ishu ya mitaji, lakini tunashukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu mheshimiwa. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tunapitia changamoto ya mitaji za uendeshaji wa migodi, hasa sisi wachimbaji wadogo. Ila tunamshukuru mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kutoa mikopo pamoja na vifaa vya uchimbaji kwa ajili ya kuweza kutuinua sisi wachimbaji. Kwa mfano zimeshafika maeneo kama Songwe, na pia tunashukuru kwa waandishi wa habari kwa kuja kutuona na kutuelezea vizuri kuhusu hiyo fursa iliyotoka kwa serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii itaweza kutusaidia kuweza kuondokana na changamoto za kukosa mitaji, changamoto za kutokuwa na nishati ya uhakika, changamoto za miundombinu na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupa vitu vizuri kama hivyo hapo. Asanteni sana. Mpendwa mtazamaji unayetufuatilia kwa wakati huu, tunakuletea matangazo mubashara kutoka hapa mkoani Geita, Nyarugusu. Lengo kubwa ni kulingana na maelekezo yaliyotolewa na Katibu Mkuu, namna ya wachimbaji kutengeneza mazingira rafiki ili kuweza kuwalinda wao na shughuli zao. Hapa nipo katika mgodi wa Kabore and Jane hapa mkoani Geita, maeneo ya Nyarugusu. Nipo na Katibu Mkuu wa mgodi huu. Katibu, asante. Karibu sana. Asante sana ndugu mwandishi. Karibu sana katika mgodi wetu huu wa Kabore and Jane. Kwa jina naitwa Abdalla Bakali ambaye ni Katibu Mkuu wa mgodi wa Kabore and Jane uliopo mkoani Geita, wilaya Geita vijijini, Mawemeru. Awali ya yote nipende kushukuru sana serikali yetu sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo aliyotoa kupitia Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, ambaye ameelekeza ya kwamba tusaidiwe wachimbaji wadogo wadogo, tuelimishwe, tupewe elimu juu ya uchimbaji salama na utendaji kazi ya sinifu. Pili, nipende kumshukuru alamu wetu wa mkoa wa Geita kwa kushirikiana na safu yake ya mainjinia na wengineo hututembelea mara kwa mara hapa na kutupa mwongozo wa uendeshaji wa shughuli zetu za uchimbaji salama na rafiki. Tatu, nipende kuipongeza chama chetu STAMICO ambacho nacho kimekuwa hususan katika ukaribu na sisi wachimbaji wadogo wadogo na kuwapa nafasi nyingi wachimbaji katika maelekezo ya uchimbaji, vile vile kuelekeza upatikanaji wa leseni pia wanaweza kuzipata kwa njia gani. Hilo tuwashukuru sana. Tatu na nne, nipende kuiomba serikali yetu ya mama kama ilivyosema kwamba tupewe mitaji, tusaidiwe katika mitaji wachimbaji wadogo wadogo ya vifaa vya kutendea kazi. Pili, kuna pesa ambayo ameitoa ambao wenzetu Tasongo wameshaipata, imeshawafikia kwa wakati, na sisi iwe sehemu ya wao, kwa kuwa maeneo yetu haya ni rafiki na yana uasiria mkubwa wa dhahabu. Tatizo ni mitaji. Sisi wachimbaji wadogo wadogo tumejiunga katika leseni hii ambapo wengi wao hawana mitaji, na sisi kama leseni, wamiliki wa leseni pia hatuna uwezo wa kuwasapoti kimitaji. Wanatumia nguvu zao binafsi ambazo mara kwa mara
uchimbaji ni kazi, ni biashara sasa hivi, na ukitaka upate mali halisi ya dhahabu iko chini sana. Kwa hiyo uwezo wa kwenda chini sana kwa ni mgumu pasipo kwa vitenda kazi na mitaji ya kutosha. Kwa hiyo tuiombe tume yetu na wizara yetu tuweke katika sehemu ya kupewa hiyo vitenda kazi vitoa mama vya kisasa ili tuweze kufanikisha malengo yetu sisi na familia zetu na jamii tunayozunguka. Kama wachimbaji na wamiliki wa leseni hii ndogo ya Mawemelo tumepokea kwa furaha kubwa sana, kwa sababu leseni nyingi zilikuwa za mikono na mtu zaidi na mtu mmoja ambapo hazifanyi kazi, na kuna watu wanatafuta nafasi ya kufanya kazi. Kwa hiyo tupongeze serikali ya mama kwa kuliona hili na kutoa fursa kwa wachimbaji wazifate tena kwa utaratibu mzuri. Tupo wazi kufuatia leseni 100,000 tu. Naona zamani ukiona unaambiwa hii inamilikiwa na mtu, hii iko kwenye utafiti, lakini kwa mambo mengi ya hivyo ambayo hayapo katika mwongozo mzuri. Ila sasa hivi ukienda tume ya madini hata hapo Geita, ukienda madini hapo unapata taratibu mzuri tu ambao ufuatiliaji upo wazi, na unapewa mwongozo, unaweza kufuatilia, unaweza kubashiri na kupata leseni, ukawa sehemu na wamiliki wa leseni katika nchi yetu. Okay. Wito wako ni upi kama katibu mkuu wa na wizara yake na hizi ngazi za chini ambazo zinahusika kuhitimisha hili, ifuatilie kwa dhati na utufikie kweli huu msaada unatoka kwa mama, na watu wafanye nini, wabadilishe maisha ya leo na ya kesho, na tuisaidie serikali, maana hii ni biashara pia. Iwapo tutafanya vizuri, tunao uwezo sekta madini akafanya mama kubwa zaidi kupitia wachimbaji wadogo wadogo, kwa sababu hawakwepi kodi, hawakwepi nini, wako katika njia imenyooka. Iwapo tukisimamiwa vizuri na serikali, tukapo mwongozo mzuri, na sisi tutakuwa sehemu ya manufaa ya nchi yetu.